بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1441 katika silsila الدروس المنهجية tulianza kutaja msururu wa misingi ambayo da'wa salafia hulingania watu kwa misingi hayo, na ni kama kubainisha kuwa hii ndiyo da'wa yetu, hadhihi da'watuna. Sababu wengi kama tunavyotaja daima katika Uislamu wameambiwa mengi kuhusu hii da'wa, mengi ambayo si ya kweli. Kwa hii ni nafasi ya mtu kuwa na insafu na kusikiliza hao wanaodai kuwa ni walinganizi katika da'wa kama hiyo. Je, walingania katika nini? Sasa ukitaka haki na ukweli na insaf, chukua audio za hao wanaolingania katika hii da'wa, kisha usikilize. Hii ndiyo da'wa yao wakieleza wao wenyewe. Kisha ukiwa kuna makosa, kosoa kwa dalili ya Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, wakisema kuwa wao walingania katika tauhid na kukataza shirki, sasa wewe ikiwa waweza, tafuta dalili na usema kuwa la, sawa sawa ni kulingania katika shirki na kukataza tauhid mfano. Na haiwezekani, hakuna muislamu aweza kusoma maneno kama hayo. Au wakasema katika yale wanaoyalingania ni kukataza watu kutokamana na uzushi katika dini na kuwalingania watu katika sunna, uje useme la, bali usawa ni kuwalingania watu wafanye uzushi katika dini mfano, kisha utoe dalili. Kuna muislamu aweza kusema hivyo? Hawezi kusema hivyo muislamu. Sasa ikiwa haya huyakatai, kwa nini waipinga hii da'wa? Kwa nini uipinge da'wa salafia wakati yalingania katika khairi mwanzo mpaka mwisho? Je, kuna mahali da'wa salafia hivi kweli yalingania katika shari kweli? Yaamrisha machafu, yaamrisha maovu? Kwa nini ndugu yangu Muislamu uhadaike, uwazungumze vibaya kwa mfano walinganizi wa hii da'wa, uwe mpinzani mkubwa dhidi ya hii da'wa wakati huna hoja yoyote ambayo kesho ukiulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utaweza kujibu kwa ule upinzani unaofanya? هذه دعوتنا ندعوهم إلى الحكم بما أنزل الله. sisi tuwalingania waislamu na tuwalingania watu, nad'u an-nas ila al-hukm bima anzala Allah, kwa kuhukumu katika kila jambo lao la maisha wa hukumu aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, fi al-aqidati, katika itikadi yake, wa fi al-ibada, katika ibada, wa fi al-muamalat, katika muamala na mambo ya biashara na mengineo, wa fi al-akhlaqi was-suluk, na pia katika tabia njema, katika akhlaq, katika mwenendo ambao takikana ajipambe nao Muislamu. Katika yote haya tuwalingania watu kujihukumu na yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. ونؤمن بأن الحكم بما أنزل الله فرض على كل مسلم بحسبه من حاكم ومحكوم. نتوامini kuwa kuhukumiana na kujihukumu kwa kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala ni faradhi juu ya kila Muislamu,
kulingana na hali yake, awe ni kiongozi au raia. في العقيدة katika itikadi قال ربنا جل في علا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. katika aqida hapana hukumu isipokuwa ya Allah, na yeye Allah ameamrisha subhanahu wa ta'ala msimuabudu yeyote isipokuwa yeye peke yake. Sababu khawarij ukiona wazungumzia hili jambo, akili yao iko katika zile ahkam peke yake za hudud na nini. La, katika aqida inal hukmu illa lillah. Wa fil ibada qala jalla fi ula wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a. Hii ni amri ya Allah, kumwabudu Allah na kutomshirikisha na chochote. Kwa hivyo katika ibada pia inal hukmu illa lillah, bimaana swala yako kwa mfano unaoiswali ni lazima iwe ni swala ambayo ameteremsha wahi Allah kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam kumfundisha namna kuitekeleza, akawafundisha umma. Kwa hivyo katika swala inal hukmu illa lillah, katika saum inal hukmu illa lillah, katika haji inal hukmu illa lillah, katika kila jambo la muislamu inal hukmu illa lillah. Fil muamalat qala Allah ta'ala ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. hakuna jambo linalotoka katika hukumu ya Allah kisha kukujalia juu ya njia ya haya mambo, basi ifuate njia ile ile tuliyokuwekea. wa fil akhlaqi was-suluk, katika jambo la akhlaq na suluk atakikana pia muislamu ajidhibiti na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. qala jalla wa azza لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مونا nyinyi kwa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam mfano mwema mzuri sana. وقال جل وعلا واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. Allah amwambia mtume wake sallam na kuthibitisha kuwa tabia yake ni njema, ana upeo wa tabia njema alayhi salatu wassalam. Na haya tutayafundisha vipi? Kwa kusomesha watu hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, wakasoma zilikuwaje akhlaq za mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa vipi mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake, ili watu wamfuate alayhi salatu wassalam. Na haya yote tuliyoyataja huwezi kuyapata kikamilifu kwa namna hii isipokuwa kwa hii da'wa salafia mubaraka, wala si kokote kwingine. tizama halaqat ilmiya za ahli sunna as-salafiyyin, utapata kuwa pale pale ndani kusomeshwa ahadith na ulum zinazofungamana na hadith, Qur'an na ulum zote zinazungukia chini ya Qur'an, katika lugha na ulum mbalimbali zinazoingia katika lugha, na katika kila nyanja. Katika akhlaq utapata kusomeshwa pia. Katika kila upande utapata ahli sunna wana nasib kuelimisha umma katika mambo kama haya. Katika aqida na tauhid ndio zaidi, alhamdulillah. Na hii ni neema ambayo hakuna yeyote aliyenayo isipokuwa wafuasi wa hii da'wa mubaraka, da'wa salafia peke yao. Kuna baadhi ya makundi wao wazungumzia kwa mfano akhlaq peke yake, na wala hawana hizo akhlaq hivyo, lakini wao wameshikilia upande huo tu na fadhail peke yake kama ashabu tabligh. Na kuna wengine ni hukmu illa lillah, kuangusha viongozi na kuwatusi viongozi tu, kama walivyo nani Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir na wengineo katika makundi potofu kama haya. Na kuna wengine dini yao ni kuamka kuwalaani na kuwatusi masahaba na kuwakufurisha kuanzia asubuhi mpaka walali, kama walivyo Mashia Rafidha. Kwa hivyo kila kundi utaona kuna upotofu wa aina yake katika kuliendea hili jambo, isipokuwa ahli sunna salafiyyin. Hii da'wa salafia mubaraka ndio imelifuata hili jambo vile inavyotakikana kufuatwa. Na wala msighurike na maneno ya baadhi ya makundi potofu
wakizungumza da'wa salafia, wengine wasema hii da'wa salafia mimi naipenda sana, ni da'wa ya haki, lakini jambo moja tu, hawana hikma katika kulingania. Usema hivyo, haya basi ifuate alafu tufundishe hikma. Ikiwa ni mkweli katika madai yako, fuata alafu baba hikma njoo tufundishe hikma iko vipi. Lakini si wa kweli katika hilo, ni kuwa washafahamu wengi wao kuwa ni haki, lakini waiogopa ile haki kuifuata. فالحكم بما أنزل الله شامل لكل صور الحياة من ظاهر وباطن ومن حركة وسكون، فلا بد من الدعوة إلى إقامة حكم الله في العقيدة حتى تتطهر الأرض من الشرك والبدعة، وإلى إقامة حكم الله في العبادة حتى تطهر العبادات من الإحداث والأهواء، وإلى إقامة حكم الله في المعاملات حتى تقام على أمر الله وحده لا على أمر خلقه. وإذن واجب صب حكم يا الله imeingia na kukusanya kila kitu katika maisha ya mwanadamu, kilicho dhahir na kilichofichikamana, kila haraka na kila kilichotulia ndani yake kuingia hukumu ya Allah. Ni wajib kulingania watu katika kusimamisha hukumu ya Allah katika aqida mpaka ardhi itahirike kutokana na shirki na bid'a. Ni wajib kusimamisha hukumu ya Allah katika ibada mpaka ibada zitahirike kutokana na uzushi katika dini na watu kufuata matamanio, na kusimamisha hukumu ya Allah katika muamalat mpaka iwe miamala haisimamishwi isipokuwa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, si kwa amri ya viumbe. ولا بد من الدعوة إلى الأخلاق التي أرساها الإسلام وطبقها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. نني واجب kulingania watu pia katika akhlaq ambazo Uislamu umeziweka wazi na kuzilazimisha kwa Muislamu, na Mtume صلى الله عليه وسلم akazitabikisha katika maisha yake alayhi salatu wassalam. والدعوة إلى الحكم بما أنزل الله على هذه الصورة الصحيحة أشمل وأعم. kulingania watu katika kuhukumu kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sura hii sahihi kumeenea zaidi, wa asahhu wa atam, na ndio sahihi zaidi kuliko timia, mimma yad'u ilayhi alqawm, kuliko wanacholingania hao wengine, wa mimma yatashaddaquna bihi yahsuruna dhalika fima yataallaqu bilmuamalat walhakim. Utaona wao wafunga hukumu bima anzala Allah katika kumzungumzia kiongozi na katika yale yanayofungamana muamalat peke yake, lakini ukiwaangalia wao katika itikadi zao bala, katika akhlaq bala. Kwa mfano, tizama wale wanaoifuata hii da'wa, kwa kweli utawakuta ni watu wameshikamana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vazi lake hatovaa nguo inayopita jicho la miguu, utamwona ameweka ndevu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya, na mengi haya dhahiri. Haya, kuna walinganizi katika hawa mahizbi, hata waumu tu akisimama tu yeye, haya leo kwa sunna wanazozijua nkuvaa nguo fupi tu, kuna ikhtilaf baina ulama. Hebu tukuulize swali, kuna ikhtilaf kuwa yafaa au haifai, au mpaka uvae na kibri au usivae na kibri? Tukuuliza swali, alikuwa akivaa vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alikuwa akiweka juu? Basi nyamaza, sisi tutafuata. Swali, walazima watu waweke ndefu hivi? Na hili jambo mukhtalafun fi, daima wao mukhtalafun fi, kila kitu kuna ikhtilaf. Kuna ikhtilaf. Haya, tukuulize swali, mimi niliyoweka ndevu zangu sizinyoi na wewe unayekwangura uso wako, ni nani ambaye amefanana zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyokuwa akifanya katika maisha yake? Ni wewe mwenye kupara shavu lako
ama yule ambaye ameziwacha zile ndevu, hebu tueleze Mtume sallam alikuwa akifanya vipi? Wajua alikuwa akiweka ndevu, basi chup, nyamaza, mimi nataka kufanana na Mtume sasa. Basi hao ukitakuwa kamata wakamatia namna hiyo, ukianza ikhtila, wajua hakuna ikhtila, atashindana sana. Muulize Mtume sallam alikuwa vipi, alikuwa hivi, basi tosha, mimi nataka kuwa kama yeye. Kuna mambo mengine bwana ya kupendekezwa, sasa tumwachie nani? Ikiwa sisi hatuyafanye Waislamu, tumwachie nani aje yafanye? Ndio pale mutashaddid bwana, fuata kila kitu. Wewe kama huwezi ni wewe, wenzako wamejaribu kile wanachoweza wamekifanya. Alafu tizama hawa watupa lawama eti kwa watu kufuata sunna na kufundisha watu kumfuata Mtume sallam na kujifanisha na Mtume sallam. Kisha hawa utawakuta kuwa akiamrishwa jambo, kwa mfano mimi nakumbuka siku moja nimealikwa mahali vitwani, ikaja swali kwa hili ni sunna. Mmoja akaniambia kwa hili sunna, hii ni sunna. Yule bwana akaruka, sababu ni mzushi. Mtaka kusema mshazifuata sunna zote za Mtume sallam, bwana msitusumbue bwana, sunna zote mshaweza kuzifuata? Kaambia bado, lakini hii tuifuate. Bado tujizipata zote, lakini hii tuifuate. Tayeb, huyu yuwakiri kuwa hatukuweza sisi kufuata sunna zote za Mtume sallam. Kisha huyu akizua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akafanya uzushi. Unapomkataza katika ule uzushi anaoufanya, utamuona aruka na kutafuta shubuhati, wakati yeye wakiri yeye mwenyewe hajafuata sunna zote za Mtume sallam. Basi si mwanzo zimalize. Ikiwa wewe wakubali kuwa hujamaliza sunna zote za Mtume sallam, kwa nini uzue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa tukueleweje mtu kama wewe wanyosha vidole kwa wale sunna kuwa hata kama mwafuata sunna hamjazipata zote? Ni kweli, saddidu wa qaribu wa qadri ya vile mtu anavyoweza, lakini na mbona wewe wazua na wewe pia hujamaliza sunna zote za Mtume sallam? Na hakuna anayeweza kuzimaliza zote zile mustahabati nyingi. Mwanadamu aweza kuwa na upungufu. Sasa ndio hapo ya kuambia kwa basi usizue, fuata yale yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio tunawafundisha watu, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kinyume na makundi mengine ambayo kimuona kijana ameweka ndevu ama ameweka kanzu yake fupi yaanza kumkejeli. Kuna mmoja ni sijui chama ni sijui nani katika hivi vyama vyao hivi vya mahizbi hivi, ati chama no, amuona kijana mashaallah ameweka ndevu amepunguza kanzu yake na kuona waanza vishindo, ati huyu pia ni chama, ni katika chama vyama vyao vile vya ulinganizi. Chama wewe, chama. Kisha machairman hawa ndio wale wanaowaambia vijana wanaweka ndevu kubwa kubwa utafikiri mungiki, afanye istihza na sunna ya Mtume sallallahu. Alafu hawa ndio utaona kwenye press sasa, ukitoka kwenye TV, mashekhi na maulama wa Kiislamu, hawinu ala anfusikum ya jamaa, irhamu anfusakum, jioneeni huruma jamani. Haya makundi kuitwa majlisul ulama, ukitizama hivyo kuta wajikuna kichwa enda zako. Anayejua ilmu yuwafahamu ninachokizungumza. Sasa anajua sema waona madharau yale, si madharau, ni kweli. Ni kweli, ule ukweli ulivyo ni hivyo. Watu wasijiite majina makubwa na hawamo. Kwa hiyo watu walinganiwa kuacha upuzi kama huu wa kufanya istihza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuheshimu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutozikejeli, na awe Mtume sallallahu ndio qudwa kwetu sisi. Kwa hivyo alhukmu bima anzala Allah yaingia katika kila kitu. Sema al-amru awsa'u min dhalika, ni kunjufu zaidi kuliko yale wanaoyafanya wao. Fama min harakatin wala sakanatin wama min amrin batinin wala dhahirin illa walillahi fi hukmun
ولا بد من العمل بما أمر الله رب العالمين به في كل ذلك على سبيل العموم والشمول. kwa hukumu ya Allah imeenea kila jambo analolifanya Muislamu, na hii da'wa yalingania katika hilo. Kuna mtu anaweza kusimama akapinga hili? Kama hupingi, kwa nini huisadafi? Jiulize ndugu yangu Muislamu, ni kipi cha kuzuia wewe kuifuata hii da'wa mubaraka? Jawabu unalo mwenyewe. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik. فلو قال قائل رافضي أو غيره: أتزعمون يا أهل السنة أن الحق عندكم وحدكم؟ نقول نعم ولا خطابة. الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا 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 وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحقوا المريخ. سمعتم؟